eneo la final third, pia kwenye eneo la umaliziaji au finishing area unamzungumza mtu kama Steven Ndese Mkwala. Steven Ndese Mkwala tunaamini kwamba ni mchezaji ambaye ni mzuri na uwezo mkubwa wa kuweza kuisaidia timu kutoa sehemu moja kwenda sehemu nyingine, lakini ile very sensitive good reaction ambayo amekuwa anaifanya, ile speed ambayo anayo, namna ambavyo anaweza akazunguka na mpira, ni kitu ambacho amekuwa anakifanya mtu kama Steven Ndese Mkwala. Kwa hiyo unaweza ukasema kwamba Simba imeshajipata kwa kiasi kubwa kwenye maeneo mengi ya uwanja, maybe kuanza kwenye eneo la goalkeeping, kuja kwenye eneo la left fullback na eneo la right fullback, ni kitu ambacho kimekuwa kinaisaidia klabu ya Simba kuweza kujua wachezaji wapi ambao wanao, ambao ni potential players ambao wana uwezo mkubwa, wanaweza kuisaidia timu kutoa sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Lakini pia kwenye eneo la katikati pia mwa kiwanja, hapo nafikiri ndio pamekuwepo na gumzo kwa kiasi kubwa, lakini ni kazi kubwa ambayo anaifanya mtu kama Fabrice Wamba Ngoma. Ile exposure ambayo tumekuwa tunaizungumza kwenye mitandao ya kijamii, ile hali ya utulivu ambayo tumekuwa tunaizungumza, ni moja kati ya kitu ambacho kinamfavor kwa kiasi kubwa mtu kama Fabrice Wamba Ngoma. Angalia namna ambavyo anapiga zile penetration pass, diagonal pass, pia front pass, intercontinental long pass, ni vitu ambavyo amekuwa anavifanya. Kwa nini anafanya? Anajua kwamba kitu gani ambacho anakifanya ndani ya klabu ya Simba, kwa sababu tunaamini moja kati ya silaha kubwa ya mchezaji ni kuwa na ile determination ya player, ule ujitambuzi wa mchezaji ni kitu ambacho kinaweza kusaidia timu kutoa sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Kwa hiyo ukiwa unatafuta miongoni mwa the best midfielder NBC Premier League ambao wana ile exposure na over experience, lazima nimchukue mtu kama Fabrice Wamba Ngoma, kwa sababu inawezekana kwenye michuano ya kimataifa ni kitu ambacho amesha prove kwamba kitu gani ambacho anakifanya toka alipokuwa kwenye vilabu mbalimbali kama Raja Athletic Club au Raja Casablanca, maybe Al Hilal Omdurman ya Sudan, AC Vita ya Congo, Simba Sports Club Dar es Salaam Tanzania. Kuna namna ambavyo amekutengeneza ile exposure kwenye mchezo wa kimataifa, lakini we come to talk about NBC Premier League kwenye kombe la ndani, na bidi uadapt kile kitu ambacho au copy kile kitu ambacho ulikuwa unakifanya kimataifa uweze kuleta kwenye local league ambao ni NBC Premier League, uweze kuprove watu kama kitu gani ambacho unakifanya. Kwa hiyo kwa Fabrice Wamba Ngoma naweza nikasema kwamba big up kwa kile kitu ambacho amekuwa anakifanya, lakini pia sio Fabrice Wamba Ngoma peke yake, lazima wazungumzie watu wengine ambao wana uwezo mkubwa kwenye eneo la katikati, watu ambao wanampa eye support, kwa sababu tunaamini kwamba mchezaji ili aonekane awe mchezaji bora ni kupeana eye support, ile eye support ambao wanakuwa wanapeana, maybe mtu kama Fabrice Wamba Ngoma anapewa support na Kagoma anapewa support na Fabrice Wamba Ngoma, ile double pivot ambayo tumekuwa tunazungumza, muunganiko wa timu kuanzia kwenye eneo la katikati, kujua vitu gani ambavyo Simba amekuwa anavifanya, ni kitu ambacho kimekuepo. Lakini pia wachezaji ambao wana uwezo mkubwa, Maramiko amekuepo, mtu kama Steven Ndese Mkwala, mtu kama sijui Ateba, mchezaji yupi ambaye anaweza kaanza. Nafikiri kwamba ni kama big rotation ambayo amekuwa anaifanya mwalimu kama Faru Davis kuweza kujua kwamba ni mchezaji yupi ambaye anaweza akaja na mchezo husika. Mchezo uliopita zile Mashujaa, mwalimu Faru Davis, kocha mkuu wa Simba Sports Club, alikuja na option au aliopti kumtumia mtu kama Christian Luna Ateba, na of course aliprove kwamba kitu gani ambacho anakifanya. Almost goli mbili zote ambazo alifunga kwenye mchezo wa Simba Sports Club zile Mashujaa katika dimba la tunasema kwamba KMC Complex Mwenge Dar es Salaam.